Uongozi wa klabu ya Simba kwa kuona ugumu wa kuamua kipa yupi abaki ndani ya kikosi cha Simba msimu ujao kati ya Kasali Jibril na Musa Kamara umeliacha jukumu hilo kwa benchi la ufundi chini ya kocha Steve Barker kuamua hatima ya makipa hao wawili. Kamara na Kasali mikataba yao inafikia tamati mwishoni mwa msimu, hivyo viongozi wa Simba watalazimika kuamua hatima ya kipa mmoja abaki ili kukidhi kanuni ya usajili inayotaka timu kusajili kipa mmoja tu wa kigeni. Kamara kabla ya kuumia aliongoza Simba kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita, wakati Kasali amekuwa na mafanikio tangu alipotua Simba wakati wa dirisha dogo akiwa na rekodi ya clean sheets 12 akiwa chachu ya miamba hiyo kuisaka ndoto ya ubingwa msimu huu. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Crescentius Magori akizungumza na moja ya chombo cha habari alisema makipa hao wawili mikataba yao itafikia tamati mwisho wa msimu huu na uongozi haujafanya mazungumzo na yeyote kwa sasa. Akili ipo katika kumaliza mechi 5 za mwisho wa msimu. Nikimnukuu Magori amesema Kamara mkataba wake unafikia ukingoni mwisho wa msimu huu. Sasa uamuzi wa hili tunaliachia benchi, litaamua kama litasema tumpe mkataba mpya Kamara, tutafanya hivyo. Kama tutaendelea na Kasari tutawasikia au tutafanya vinginevyo tutajua, maana kanuni zetu zinataka timu moja kuwa na kipa mmoja wa kigeni. Mwisho kunukuu. Magori akizungumzia hatima ya Kamara alisema kipa huyo baada ya kuondolewa kwenye mfumo wa usajili bado Simba haijafanya uamuzi na benchi la ufundi la Simba limeachiwa kutoa uamuzi wa kipi kitafanyika. Nikimnukuu anasema Kamara ni kweli tulimuondoa kwenye usajili kwa sababu alikuwa hawezi kupona mpaka Aprili au Mei mwaka huu. Tulikuwa katikati ya mashindano makubwa, unatakiwa kucheza, lakini kibaya zaidi ni kipa wetu namba 2 Yakubu Suleiman naye akaumia. Hatuwezi kusajili makipa wawili wa kigeni, kanuni zinatuzuia. Ikabidi tumwambie Kamara, wewe tutakutoa kwenye mfumo wa usajili ili tusajili kipa wa kucheza kwa sababu hatuwezi kusubiri na kubaki na kipa mmoja Abel mpaka yeye apone na awe tayari kuanza kucheza, hapo tena msimu utakuwa umekwisha. Mwisho kunukuu. Katika hatua nyingine Magori alisema hatima ya mshambuliaji Jonathan Soa itajulikana mwisho wa msimu huu, ambapo Magori ameeleza kwa mara ya kwanza juu ya sakata hilo akisema kila kosa ndani ya klabu hiyo lina hatua zake za kuchukuliwa katika kulitolea adhabu. Magori alisema Soa alikutwa na hatia na kupewa adhabu kwa mujibu wa sheria za klabu, ambapo baada ya kukaidi kwenda timu ya vijana, uongozi wa klabu hiyo hauwezi kuingilia uamuzi wa kamati hiyo, ambapo hatua hiyo itapelekwa kwenye kanuni za kinidhamu, huku akisema uamuzi wake utatolewa mwisho wa msimu. Nikimnukuu Magori amesema suala la Soa lilikuwa la kinidhamu kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za maadili za klabu kuna makosa akifanya mchezaji yanaamuliwa moja kwa moja kwa kuwa yana adhabu zake, kama vile umechelewa au umefanyaje kuna faini yake, unaweza kukatwa mishahara. Hivyo mara nyingi secretariat hasa mtendaji mkuu wa klabu akipata taarifa kutoka benchi la ufundi kwamba huyu amechelewa hivi moja kwa moja kuna onyo au atakatwa mshahara. Sasa hili alilofanya Soa lilikuwa ni kubwa, likapelekwa kwenye vyombo ambavyo kidogo ni vya uamuzi ambavyo vinajitegemea, ambavyo wewe mwenyewe huwezi kujiamulia. Kwa hiyo tukaenda kamati ya nidhamu, kikafanyika kikao na kamati ikatoa uamuzi wake na adhabu ikawekwa na mwisho wa siku uamuzi ukafanyika. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa aende huko timu ya vijana akagoma. Ukigoma kwenda huko basi tunaangalia kwenye kanuni za nidhamu kuna adhabu gani, basi tunafanya kuhusu hatima yake tutajua dirisha kubwa. Mwisho kunukuu. Imeandikwa na Khatim na Heka na kusoma kwako na Hamza Saifu.